Nikukaribishe kwenye mazungumzo machache sana, lakini dhamira kuu ni kukualika saa 2 kamili, Mungu akipenda, tutakuwa live au mubashara kwa lugha nyingine, kuzungumza nawe, kutoa ufafanuzi baadhi ya mambo ili kuyaweka sawa kwa yule mtu ambaye huenda anapita kwenye changamoto ngumu, aidha akiwa mjamzito au sio mjamzito, na kuendelea kufafanua swala la vipimo. Nimekuwa nikijitahidi kadri ya uwezo wangu kufafanua kwa kina kuhusu vipimo, lakini mshtuko wa ugonjwa unapoteza mwelekeo wa muhusika katika swala la vipimo. Yaani mtu anapoteza mwelekeo. Kwa hiyo nimeona ni vyema kila ninapopata nafasi ya kuongea niweze kuzungumza au kutoa ufafanuzi ili watu waweze kuondokana na hofu hiyo. Na hofu inaondoka baada ya msingi mzuri wa kujitambua. Hilo ni jambo muhimu sana. Na mengineyo nitabahatika kuyazungumza saa 2 kamili au saa 2 na dakika 3-4, huwa napata nafasi ya kuingia kwenye mtandao wa kijamii. Lakini kwenye pita zangu za mtandaoni tumeambiwa na wakubwa kuwa mafuta tunayo angalau miezi kadhaa, lakini baadhi ya ndugu zetu mafuta yameisha au yamepungua kwa kiwango cha kutosha. Sitaki kulizungumzia sana hilo, ila ninachoweza kusema, kama hali itakuwa tete ya mafuta, upande wangu wa watu wanaoishi na maambukizi, watu wanaoishi na tatizo la magonjwa nyemelezi ambayo si virusi, kwa mfano sukari na magonjwa mengine yanayomaliza kinga, italazimika kutumia taaluma yangu kuwasaidia ndugu zangu wanaoishi kwenye mazingira magumu katika kipindi kigumu, kwa sababu mafuta yakipanda maana yake maisha mengine yanapanda, hasa vyakula vitapanda kwa sababu ya gharama za usafirishaji. Kwa angalau baadhi mmoja mtu apate taafifu. Ninakwenda Mbeya na zile sehemu ambazo ziliathirika sana na VVU, nitajaribu kukaa angalau siku 4 au 3. Nitatoa msaada mkubwa sana kwa watu wanaoishi na VVU katika maeneo hayo. Sehemu nyingi zina watu wanaoishi na VVU, lakini kuna zile sehemu ambazo wakubwa wanasema kwenye tathmini yao imeathirika zaidi. Huko watapata kidogo taafifu ili afya zao ziwe imara, waweze kukabiliana na changamoto ya harakati ya maisha katika kipindi hichi kigumu. Mungu akipenda tukutane saa 2 tuzungumze na T.R. Msigwa.